Samahani dada. Mambo vipi? Poa. Mzima wewe? Mimi mzima. Samahani kwa kusimamisha hapa. Nilikuwa na shida kidogo. Hamna shida, wala usijali. Nilikuwa andika 071255. Mimi sina shida na namba yako. Shida yangu kubwa ni mtoto wangu amepotea. Sina kabisa shida na namba yako wewe. Si umenielewa? Umeona? Simjui na wala sijamuona. Bora ningepita mbali ningeshuko. Ningesiepuka shari kisa na vituko. Ningenisonga so hadi nusu na vitisho. Ona sina afadhali kila siku matatizo. Usisoge, usishawishike, ukisikia jina lako usitike. Usiupende, usihadaike. Yalopita si ndwele mgangamishi. Naomba unisamehe kwa dharau niliyokuonyesha. Naomba unisamehe sana. Pia naomba unisaidie ili niweze kupata mwanangu. Majaliwa, naambiwa usitukane mama kabla hujatukana. Ona leo umerudi kwangu na kutaka msaada wangu. Umekuja mpole kama sio wewe. Nitakusaidia kwa sababu umejua makosa yako uliyoyafanya. Ngoja nikuangalizie. Namuona mwanao wa Peche akiwa amezungukwa na kundi kubwa sana la wachawi. Na hapa wanataka kumfundisha uchawi. Awe katika kundi la wachawi. Kwa maana hiyo inabidi umkomboe. Umuwai kabla ya mafunzo ya kichawi hayajakamilika. Sasa nisaidiaje mganga? Inabidi unisaidie niweze kumpata mwanangu. Mwanao anaweza kupatikana, ila kuna ugumu mkubwa sana. Inatakiwa shilingi 500,000, 300,000 kwa ajili ya dawa na kufanya kafara ya mbuzi wa wiki, na 200,000 kwa ajili ya malipo yangu mimi. Mimi nyumbani na 3,500. Kwa naomba niende nyumbani nikafanya mchakato wa kuazima kwa majirani. Nikishaazima nitakuja na nadhani itatimia 500,000, nitakuja hapa kwako. Naomba unisaidie kwa hilo. Sawa, fanya haraka, jitahidi ili tumsaidie kijana wako. Sawa. Basi mimi nakuaga. Jinga sana mi. Jinga. Ninajifanya janja.
Ukaruka kwa ndege. Sio ndo dawa ya kujibu. Unaona sasa nishajiingiza kwenye mfumo. Ameingia kwenye mfumo wetu. Kusha kabisa. Sasa Marukuba. Mbona nimeangalia kwenye system langu yule mtaki sijamuona kabisa. Sijaelewa kwa nini hapa. Hujamuona? Sijamuona. Achana naye. Hilo swala la mtoto wake alituhusu sisi. Cha muhimu hapo ni hiyo 500,000. Tukipata twende zetu kitambaa cheupe. Tukale bata letu. Hilo linaitwa bata la wachawi. Marukuba. Muone kwanza hili. Ovyo. Mijino ile kakiwanda cha Binsali. Yanga si Yanga, hajulikani majani so majani. Na Mungu hatupanga kutuzuia makazini, ni wakulua hapa na kabidhi na paka, damu yake sadaka, fichue mafa. Niasikia kwa watu wewe leo nataka nijithibitishie. Toa kitu tomla kufa mtu. Ana maneno aloongea yule mzee pale anatisha. Sasa shangaa mtu na ndo kimoja. Shangaa anadondoka mtu hapa. Ka baba Jeni ndo bye bye. Baba Jeni bye bye. Ngoja leo nimkomeshe. Kalingia usingizi na Mungu hakupanga kutuzuia makazini, ni wakulua hapa na kabidhi na paka, damu yake sadaka, mfichue mafa. Yote yanayojiri mengi tumejionea bila ya utabiri. Mtawacha Nalala. Mbona umelala msao? Ila mimi naona tu watu wale kwa zamu. Nilale mimi, nipunguze usingizi, alafu kisha unaenda mchi. Alafu mimi nakamatwa na kulinda unalala, unapunguza usingizi kuliko kukaa kama hivi. Kwa mwenyewe unajua. Mimi mbovu wa usingizi. Sikiza nikwambie mke wangu. Issue sio kulala kwa zamu. Hujaelewa vizuri kauli ya mzee Kidagaa. Amesema kwamba yoyote atakayesubutu kulala basi jua la kesho hata uliona. Sasa wewe endekeza usingizi tu. Kesho tutakuzika. Yote yanayotokea, yote yanayojiri, mengi tumejionea bila ya utabiri. Mtawa wachawi. Jilinde kuwa macho, jilinde macho kodo, jilinde usiku na mchana, jilinde usijamini sana, jilinde kuwa macho, jilinde macho kodo, jilinde usiku na mchana, jilinde usijamini sana. Kalingia usingizi na Mungu hakupanga kutuzuia makazini, ni wakulua hapa na kabidhi na paka, damu yake sadaka, mfichue mafa.
Si tu ndo waoga. Pana mwenzetu Kunte kalala ndani kwake. Yaani haufi kitu chochote kile. Ila sisi hapa tunakaa tunang'ata na mbu baridi. Sasa yote ya nini? Hiyo yote kwa sababu ya uoga. Wewe unamwiga Kunte? Wewe unajua mkoa aliotoka Kunte? Kunte yule anaonekana sio mwenzetu. Kunte kwanza anaonekana kwao kaaga. Sio kama sisi. Sasa wewe endelea kuigaiga watu. Itakukuta jambo. Vipi kaka? Joto au? Joto. Kumbe nini hata kuniuliza maswali yako jinga mimi? Wewe hujui vinapoendelea hapa au? Hebu acha kuniuliza mambo yako mimi. Basi ndio kwa namsifia yeye. Mara Kunte mwenzetu kaaga. Yule sijui mkoa gani. Kikwa. Bwana katoka nje mwenyewe. Mimi nakwambia hivyo, unajua nyumba hii ilivyokuwa ina mkiki. Yule mzee ana dhambi wewe. Ni haya. Bora ningepita mbali ningeishuku. Vipi, mbona mjalala usiku wote huu? Kuna matanga? Hamna baba. Ila tunaogopa kokoleko laongea asubuhi. Yote atakaye lala na tuamka. Vitanda mnavyo. Mnakaa nje mnashindwa kulala? We, tunaijua. Naijua. Sikilizeni nyengedele. Sio usiku tu, hadi mchana. Atakayesinzia tu hapa ni chepe. Nasikia mpeleke kwenye nyumba ya milele, akapumzike kwenye nyumba ya milele. Kunte, mimi navyoona tukifika kwa yule mzee, wewe ndio uongee naye. Mimi nahisi atakuelewa kabisa. Kweli? Maana sisi tuna damu mbaya. Tushamfuata mara kibao tu na ametukataa. Ni sawa? Hii hapana, haijakaa sawa. Nyinyi ndio watu ambao mlikuwa katika hii nyumba muda mrefu. Mimi sikuja juzi tu hapa ndugu yangu au Aisha, ndani Amani. Mimi sikuja juzi tu hapa. Nawezaje nyie mnatakiwa mtumie ukongwe wenu kuongea naye. Mimi siwezi kuongea naye. Mimi siwezi bwana, hiyo hapana. Hiyo ngumu. Kunte, nisikilize mimi. Hapa tumeshafikia mwafaka kwamba tunaenda kumuomba radhi yule mzee. Ila ninachokitaka mimi, wewe ndio uwe kiongozi katika yale mazungumzo. Sisi tumeshaharibu mengi sana kwa yule mzee. Tukiongea naye sisi, tunajitengenezea nafasi ya kunyimwa msamaha. Ndio maana nikapendekeza uongee naye wewe.
Basi sawa. Poa tunzetu basi. Sasa je, ndo maneno. Twende. Mganga, nimetafuta ile 500 nimeipata. Tafadhali, naomba uipokee. Safi sana Majaliwa. Unaonekana una upendo mkubwa sana kwa mwanao. Ni kweli. Nampenda sana mwanangu. Alafu pesa si kitu. Pesa zinatafutwa na zinapatikana. Hivyo furaha yangu ni kumpata mwanangu na si vinginevyo. Nampenda sana mwanangu na naomba unisaidie. Sawa. Kwa muda huu naomba uniache nikaandae dawa zote zinazotakiwa. Nimpigie na mtu simu aletee mbuzi wawili kwa ajili ya kafara. Na hapa hii si 500 imekamilika? Ya, imetimia kabisa. Sawa, inabidi hapa uende ukapumzike. Urudi hapa saa 5 usiku, maana kazi yako ni ngumu sana. Inatakiwa tufanye saa 9 au saa 5 usiku, tumalize saa 9 usiku. Ili tumtoe mwanao tumuokoe, maana mwanao yuko kwenye kundi la kichawi. Hilo kundi ni hatari sana. Okay. Nimekuelewa. Nitakuja hiyo saa 5 ya usiku. Sawa. Acha mimi niende. Haya, karibu tena. Sawa. Sawa. Bora ningepita mbali ningeshuko, ningezipuka shari visa na vituko. Limenizonga zohari nuksi na vitisho. Ona sina fadhali kila siku matatizo. Habari asubuhi mzee Kidagaa. Sijaziandika. Samahani mzee Kidagaa. Tuko tuna maongezi na wewe. Tafadhali kama utojali. Leo sihitaji sumbufu na mtu aina yoyote yule. Unanielewa? Mchukuana tu huko mnaongezana kama ving'ombe, kama mnaenda malishoni, mnakuja hapa kuhitaji kikao na mimi. Sikilizeni nyinyi mang'ombe. Mnapofika sehemu mkamkuta mtu mzima amekaa katulia, mtakuwa muwe na heshima na adabu. Mmenielewa? Kwa hiyo naomba muondoke. Safi. Si niliwaambia mimi? Naona kazi. Ndio mnasokomezana pale. Nenda wewe mwambie wewe. Umeona? Haya, kula chuma. Nimesema ondokeni, sitaki kuwaona hapa. Baba, samahani baba yetu. Tumetoka huko tumekufuata kuja kuomba radhi. Baba, naomba uwe na huruma na sisi. Tuone kama wanao baba yetu. Tazama jana usiku kucha tujalala. Na hapa tulipo tuna usingizi. Baba, naomba tusamee tuweze kulala baba yetu. Nisikilizeni nyinyi ng'ombe. Vitanda mnavyo, magodoro mnayo, mashuka mnayo. Mimi sijamkataza mtu yote kwenda kulala. Nyinyi endeni mkalale. Naijua hiyo. Kama mnaijua, mtaijua vizuri. Naomba muondoke. Sitaki usumbufu. Toka! Sitaki usumbufu.
Ningeepuka shahari, visa na vituko.